Yes,
Kama kuna viti ndani ya nyumba tukalie hizo. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Tukae chini. Tumemchezea Yesu. Na wakati wa kusikia ushuhuda. Si ndio? Kila ambacho Mungu amekutendea ndani ya maisha yako. Si Mungu anatutendea? Kwa hivyo tutamshinda shetani kupitia nini? Ushuhuda. Ati ushuhuda wetu ni ushahidi tosha kwamba Mungu anatenda na anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo aliye na mwana akose nini? Ushuhuda. Aya. Aliye na mwana akuje. Aliye na nini? Na mwana akuje. Basi Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi sitaweza kurudi nyuma kumshuhudia Mungu, maana Mungu ni mwema na ni mwema kila wakati katika maisha yangu. Maana naona jinsi anavyonilinda, ninavyotembea, ninavyopumua. Unajua usiku unapoenda kulala na usingizi na kushika, uko katika usingizi katikati. Wewe unajuanga hiyo usingizi itaisha uamuke kama ungali uko sawa. Uwezi ukachua kwa sababu ukiwa katika usingizi, ujue unaweza lala hivyo na ukue umelala wewe ukifikiria uko kwa usingizi na kumbe umelala mwisho. Kwa sababu Mungu ndiye mwenye uzima. Akiamua ulale hivyo na ulale bila kuamka tena, utalala tu na hata utajichua. Utafikiria wewe unalala na kumbe sisi tunafanya ibada yako ya mwisho, tunakuomboleza bila ulilala hivyo na ukaenda. Kwa hivyo ukilala umepata usingizi, imefika asubuhi imekutoka ungali unapumua, ujione ujihisi ni wewe huko, nafaa ukaweze kumshukuru Mungu. Maana hiyo ni uwezo yake Mungu, ni neema yake Mungu. Lakini kama sio neema, unaweza lala na ulale kabisa. Maana kuna wengi walilaya wakifikiria wanalala tu wataamuka, lakini hawataamuka hata siku ya leo. Wamelala na mpaka wanalala, hawajui wataamuka ama imeisha hivyo. Kwa hivyo wewe ukiona unapumua kwa uwezo wake Bwana, usiwe na aibu ya kuweza kumtolea ushuhuda. Maana yeye ndiye
kufanya unapumua, yeye ndiye anayekufanya unatembea. Mimi namshukuru Bwana maana amechali na maisha yangu, ametembea na mimi kwa kila hali. Yeye anasiti kunipigania mahali ninapo naona nashindwa, siwezi, lakini kwa neema yake Mungu napata naweza. Kwa hivyo mimi nasiti tu kumshukuru, asiti kuwa nami. Hata familia yangu ako nao ni wasima, na kwa ajili tu ya neema yake, si kwa sababu wao ni wasuri ama wao ni wema ama mimi ni mwema, hapana, lakini ni kwa neema tu yake Mungu ambayo aliweza kuifia msalabani, ndiposa ananifanya mimi napumua hivi, ananifanya mimi nahisi niko na afya kwa sababu ya neema yake. Kwa hivyo mimi nasiti kumshukuru Mungu, asiti kunilinda, na nyinyi tena asiti kuwalinda, ili msiti kuwa na afya, msiti kuwa ukiona unamelebeta kwa uso wako hivyo, si ati ni mafuta umejipaka ama nini. Jua wewe ni Mungu. Mungu ndiye anayemeremeta kwa uso yake. Wewe ni kumsifu tu na kumwabudu kila wakati, maana anakufanya unameremeta hivyo. Bwana na asifiwe. Kwa hivyo wacha Mungu akawalinde na asiti kuwabariki. Amen. Amen. Mpigie makofi. Amen. Tunashukuru sana kwa ushuhuda wake. Mungu ametenda ndani ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Next. Karibu sana. Welcome. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Haleluya. 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 Jambo. Haleluya. 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 Amesema aliye na maana akosi kushuhuda, si kweli? Na wakasema tena mtu anarukaruka kama ndama, si kweli? Ukishanyonya nafaa urukaruka kama ndama. Haleluya. Namshukuru Mungu kwa umbali amenitoa, amekuwa mwaminifu, amekuwa mlinzi. Ameniongoza katika safari. Nilipotoka huku last week nikaenda nyumbani kwa ajili ya matanga. Niliomba Mungu, nikamwambia Mungu asimamishe amani kule. Na kule amani ilisimama. Nifanye shughuli vizuri tukamaliza. Akaniongoza pia nikarejea salama. Hata nikaenda kazini, kulikuwa na mambo kiasi lakini nikaimaliza kwa utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi sitamalizia hapo. Mama pasta lazima tu niguze ndani kidogo. So hiyo nafasi mtanipa niguze tu ingo kidogo. Amen. Tusimame tusongeshe hii viti kidogo tu. Tuambie Yesu asante. Pasta atulie hapo na pia asimame. Kwa hivyo sisi wale tunataka tushukuru Mungu, ni kweli. Kama pasta Yesu afanye nini? Asimame. Tuambie Baba asante. Kwa maana si kwa nguvu zetu, ni neema zake zimetubeba. Kama si neema zake tungefika siku ya leo. Najua hatuna sadaka na fedha na dhahabu za kumupa. Sikumupa kwa sifa. Haya kwa mwana tukisha zile ndanda ile sinaijua. Nani ajecheza huyo? Tumweleta hapa mbele. Ni baba, nataka twende ile. Tuitishe roho atuke malako, si ndio? Watu wa roho wataki kama haya. Lazima tuambie huyu Yesu anastahili kuhimiliwa kutoa sifa. Kama kuna jambo la kusumbua weka kando. Zangu nimeweka kando. Kama kuna sweta toa. Kama leso itaanguka funga vizuri. Haya, nataka tuanze makofi.
sijamuona. Kwani masaa tumepeleka wapi? Siku moja tumpiga fine, si ndio? Anakuja kuchezea hapo, si ndio? Barikiwe. Tumefurahi. Acha tukae chini. Tumeimba ya ingosika. Tumefurahi. Tuweke viti. Kama kuna mshuhuda mwingine, karibu. Kama hakuna, ni wakati wa sadaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tumemaliza ushuhuda. Si tumemaliza ushuhuda. Wewe kama umefinguiwa, ati nilikuwa tu nisimame lakini nikaogopa wataniangalia macho mbaya. Lakini nikaogopa sijui wataniangalia aje. Najua nani ananiangalianga macho mbaya, sasa siwezi simama, lakini niko na ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni yako na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwamba ukijua Mungu amekutendea huwezi kuwa na aibu.